Latif, Ya 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 Latif. Salam sayyidina minakala, ya salam sayyidina minakala, ya salam sayyidina minakala, ya salam sayyidina minakala. Salam sayyidina minakala, ya salam sayyidina minakala, ya salam sayyidina. Amtaunis mbele kulia, nyuma mbele na nyuma. Leo itakuwa ni mwaka wa 25 nadhani tangu tukio hili, maafa haya yatokee mwaka 2001. Lakini mwaka jana 2025 matukio mengine makubwa ya watu kuuliwa na vyombo vya dola yalitokea. Tena yametokea siku ya uchaguzi wenyewe 2025, siku ya uchaguzi watu wamepigwa risasi, na mkuu wa nchi anasema nguvu iliyotumika ndiyo iliyopaswa kutumika, kwamba ilikuwa nguvu halali ya kutumika ukizingatia matatizo yaliyokuwepo. Watu wanakimbia, wanapigwa risasi, watu wamepigwa risasi majumbani. Watu wapige kura, kura zihesabiwe kama zilivyopigwa. Sasa mtu unapounda serikali baada ya kupata matatizo makubwa, utajaribu kuunda serikali ya kukusaidia kukabiliana na matatizo hayo. Kama una ushauri, utaunda serikali ya kukusaidia kukabiliana na matatizo hayo. Sihitaji kuipitia serikali ya Mama Samia, lakini ni wazi sio baraza la kusaidia kuweza kupambana na matatizo hayo, matatizo ambayo tulionayo. Kwa jambo ambalo linanisikitisha, pamoja na juhudi zetu zote, alau tungepiga hatua kwenye demokrasia, chaguzi zikawa huru na za haki. Watu hata kama ni CCM inachaguliwa, mimi sina matatizo. Walidai kwamba bila kuwa na mfumo wa demokrasia hapata kuwa na uchaguzi. Sisi wengine tukasema hapana, tujaribu tuweze kuona hali ilivyo. Tukaingia katika uchaguzi. Watu wamefanya kampeni nzuri. Dar es Salaam nimeziona baadhi ya kampeni, Temeke, Mbagala, nimeona kata ya Ndugumbi. Ukawa na matumaini, piga ua. Kwa taarifa tulizozipata na kampeni tulizokuwa tunafanya, alau majimbo 15 tungeweza kufanikisha. Kumbe Mama Samia ana lengo la kututhibitishia kwamba CUF ni chama kidogo. Na unathibitishaje CUF ni chama kidogo? Uhakikishe kwamba hawapati hata kitu kimoja. Tusiingie katika mitafaruku ya imani zetu za kidini. Tusiingie katika mitafaruku za imani za kidini. Wanatumia kutugawanya. Sasa sisi ndio tuko tunaambiwa chama cha Waislamu. Sasa kama serikali inapendelea Waislamu, chama cha Waislamu kinapata 0, ni chama kinapendelea Waislamu hicho. Ndugu zangu, tusidanganywe.
na tusilikubali kugawanyika. Tunahitaji salama yetu imo katika mfumo unaotenda haki. Kura zimehesabiwa kama zilipopigwa. Hilo ndiyo tunalolihitaji. Tusikubali kugawanywa. Sisi Zanzibar safari hii hata kupata mgombea wa urais hatukuwa naye. Mara ya kwanza hatuna hata mbunge mmoja ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ni chama ambacho kinasimamia umoja wa kitaifa. Watanzania ni Watanganyika na Wazanzibari wote ni Watanzania, waweze kuwa na haki sawa katika kila eneo wanakoishi. Kwa hiyo chama chetu cha CUF tusikubali kugawanywa kwa Uzanzibari na Utanganyika. Na ninamshukuru sana Kamanda Athumani na vijana wake waliokuja hapa na msimamo ambao alikuwa na. Kamanda Athumani ni mwenyeji wa Dar es Salaam hivi sasa, lakini asili yake ni Mzanzibari, ni mtu wa Pemba. Tulikutana naye ndani ya chama. Tuendelee kuwa na umoja wa Tanzania bara na Wazanzibari. Tusikubali kugawanywa, na asije mtu akaja na ajenda ya kwamba nachukiwa kwa kuwa ni Mzanzibari tukakubali ajenda hiyo. Tunahitaji kujenga umoja wa kitaifa ulio mzuri, matatizo yetu tuweze kuyatatua kwa njia za amani. Na watu wanapoumia, watu wanapopoteza maisha, kama kiongozi lazima uguswe na uonekane unaguswa. Huwezi ukaliona tu ni jambo dogo tu hili kwamba limepangwa toka nje. Waliokufa ni Watanzania, lazima uumie, lazima utafute ukweli wa jambo lenyewe. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 uliogubikwa na udhalimu mkubwa, na baada ya kuingia madarakani kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 kufuatia kifo cha Rais Magufuli, taifa liliingizwa katika simulizi ya maridhiano ya R 4: reconciliation, reforms, resilience na rebuilding. Lakini ukweli ni huu: hakukuwa na maridhiano ya kweli, hakukuwa na mageuzi ya kweli, hakukuwa na mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 tumeshuhudia vituko vikifanywa na vyombo na viongozi wakubwa kwenye uchaguzi huo. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa chama taifa hapa, tunataka ukweli, uwajibikaji, haki, mageuzi ya msingi ya kikatiba na kiuchaguzi. Hakuna taifa linalojengwa duniani juu ya damu ya wananchi wake.